Uhari gani mpenzi mtazamaji wa CF Media, karibu katika uchambuzi wa magazeti nikikupitisha katika vichwa vya magazeti mbalimbali ambayo yameandikwa siku ya leo tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tunakaribia kumaliza mwaka na bila shaka mzima wa afya. Nalo gazeti la Mwananchi lakini pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, bila kusahau gazeti la Habari Leo, gwiji habari Tanzania. Lakini katika habari gazeti lingine na gazeti la Rada, ufanisi katika uchunguzi, na nitamalizia na gazeti la Mwana Sports. Sasa nikianza na gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, kilio cha ajira kilivyokuwa jadala mwaka 2025. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 8. Katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Mwananchi limeandika serikali ya banwa kuzima intaneti. TLS wanaharakati wafungua kesi wakiomba amri 10 kuhusu madai ya kukiukwaji sheria katiba, wataka wadaiwa wazuiwe moja kwa moja kuzima internet. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 3. Gazeti hilo hilo linaandika suluhisho la hudumu tatizo la maji. Habari inapatikana pia katika ukurasa wa 2. Lakini pia rushwa barabarani bado pasua kichwa Dar es Salaam, licha ya hatua na marufuku zilizowahi kutolewa na serikali dhidi ya rushwa barabarani, vitendo hivyo vimeendelea kuota mizizi kwa askari wa usalama barabarani na madereva. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 4. Lakini katika gazeti hili ikigeuza upande wa nyuma kabisa, Mwananchi michezo inaandika Salah afungua ukurasa mpya na Arne Slot. Utaipata habari hii katika ukurasa wa nyuma kabisa wa Mwananchi. Lakini Samata aituliza Stars, captain huyu, utaipata habari hii katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti la Mwananchi. Nashika sasa mkono mwangu na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Balozi Bandora afariki dunia akiacha rekodi usuluhishi Afrika. Habari hii utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wa 8. Lakini katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili limeandika shinikizo la damu hatarini inavyoathiri watu wa rika zote. Katika kila watu watatu mmoja anao, wakazi wa mijini wakiwa katika hatari kubwa zaidi kuliko wale wa vijijini. Zaidi ya nusu ya wagonjwa hawajafahamu hali yao. Katika gazeti hili utapata habari hii kuhusiana na shinikizo la damu ambalo limekuwa hatari sana, watu wengi sana wamekuwa na tatizo hili. Katika ukurasa huu wa mbele gazeti hili la Nipashe, Muhimbili ya baini janga la majeraha ya moto majumbani. Utafiti wa wataalamu wafichua hatari zilizojificha, wanawake na watoto ni waathirika. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Video kushawishi kupewa rushwa na watalii ya mponza askari. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 7. Lakini katika gazeti hili la Nipashe nyuma kabisa habari za michezo imeandika Yanga yaweka rekodi kali 5. Kuna rekodi kali 5 katika gazeti hili utazipata. Lakini Rushine aifuga Simba Sports Club. Katika gazeti hili namaliza, nashika tena gazeti la Habari Leo. Katika gazeti letu la Habari Leo asubuhi ya leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wa mbele, serikali yapewa ushauri kuhusu uhuru wa kiuchumi. Serikali yapewa ushauri uhuru wa kiuchumi. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 3. Lakini viongozi nani wasimamishwa fedha za miradi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2. Vijana wahimizwa uzalendo biashara mtandaoni. Katika habari picha pia inaonekana hapa ambayo inasema UNICEF Tanzania huwa mfano wa amani. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabit Kombo akikabidhi ujumbe maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres New York, Marekani jana. Picha hii na utaitazama katika gazeti hili la Habari Leo. Lakini katika ukurasa wa 3 utapata habari ambayo inasema wakandarasi wanawake wajenga barabara ya bilioni 45. Ni matokeo
ya uamuzi wa Samia, Ulega aridhishwa na kasi yao. Katika gazeti hili ukurasa wa nyuma kabisa utapata habari pia za michezo na nazo zimeandikwa. Stars yampa matumaini Diamond. Habari hii utaipata katika ukurasa wa Habari Leo, gwiji habari Tanzania. Nageuka na gazeti la Rada, ufanisi katika uchunguzi. Habari hii, habari picha kabisa imeandikwa Lissu bado ngoma nzito. Habari utaipata katika gazeti hili la Rada. Vita ya rindima Kongo licha ya mkataba wa Trump. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 14. Lakini katika ukurasa huo huwezi kuondoa upinzani bila kuondoa matatizo ya ndani. Habari hii utaisoma pia katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Rada. Namalizana katika gazeti hili basi, nageukia upande wa michezo. TFF imetupa uwanja wa Karume. Ni habari hii utaipata katika kurasa hii katika gazeti la Rada. Moja kwa moja sasa namalizia na gazeti la Mwana Sport. Unakata kiu ya michezo na burudani, gazeti pendwa sana la michezo. Ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili limeandika Mzize atibua hesabu Yanga. Habari hii utaipata katika gazeti hili. 14 ni mabao ambayo Mzize msimu uliopita akiwa kinara wa Yanga akishika nafasi ya pili katika ligi kuu bara. Katika gazeti la Mwana Sport pia ukurasa wa mbele habari picha, kuna habari ambayo inamhusu kocha wa Yanga Pedro atoa msimamo, mabosi waingia sokoni. Katika habari pia ukurasa wa mbele imeandikwa Hamisa anika issue ya mimba. Utapata pia habari hii kutoka katika gazeti hili la Mwana Sport. Lakini katika habari pia ya ukurasa wa mbele imeandikwa Waarabu watia mkono Simba Sports Club. Kocha Fadu atajwa, mabosi wasikilizia. Ni habari hii ambayo inahusiana na mambo ya usajili. Lakini namalizia katika gazeti hili la Mwana Sport ukurasa wa nyuma kabisa imeandika anabaki. Bila shaka huyu ni Mohamed Salah akiwa anasalimiana na kocha wake Arne Slot. Mo Salah ameweka rekodi ya kuhusika katika mabao mengi zaidi 277 katika historia ya EPL, akifunga mabao 188 na kutoa assist 89. Hili ni gazeti la Mwana Sport. Kwa habari hizi utazipata siku ya leo katika magazeti utakapoenda kutembelea na kupata habari kwa undani. Umekuwa na mimi Jackson Wilson nikupitisha katika magazeti ya hii leo. Endelea kufuatilia CF Media katika mitandao ya kijamii. Na bye bye.